Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako hii. Nikuombe sana wewe ambaye bado hujajiunga nasi, basi unaweza kubonyeza neno subscribe. Bwana, mambo yako mengi kweli kweli ya swala zima la kimichezo, maumivu ya Taifa Stars kupigwa 2-0 dhidi ya Morocco, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry. Kubwa zaidi tena ni uwanja wa Benjamin Mkapa kutumika kwenye mchezo wa mkondo wa pili Simba dhidi ya Al Masry. Lakini vile vile Alagija referee kutoka nchini Tanzania akichezesha mchezo wa kufuzu kombe la dunia kwa ubora mkubwa, akifanya maamuzi ya kibabe sana. Bwana Mnandi Junior, mambo vipi? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko bweri wa afya. Habari za majukumu? Bwana, majukumu yako safi kabisa, mambo yanakwenda kama hivyo ambavyo unaona. Sawa. Bwana, mambo yamekuwa mengi. Alagija kafanya maamuzi ya kibabe. Wazimeni anasema hili sio goli. Yeye anasema hapana, weka kati. Yes, ndo mtu wa mwisho. Mpira weko katikati. Yeye ndo mtu wa mwisho. Akisema mapanya mapanya. Akisema huu mchele ni mchele, huwezi kumwambia hii pumba kati anaona huu mchele. Kwa binafsi ameamua kusimamia sheria 17 za mchezo wa soka duniani. Sio labda Tanzania, mchezo wa soka duniani una sheria 17. Vinavyofuata, kila nchi ina shirikisho lake lakini lina kanuni. Kanuni manake huwa zinatungwa kila mwisho wa msimu, zinabadilishwa, zinatungwa nyingine. Kwa hiyo naamini binafsi Alajiga ameanza kujionyesha kwamba sasa yeye ndiyo mwamuzi bora kwa Tanzania, na naamini anaweza kawa mwamuzi bora barani Afrika, sio Tanzania. Unaweza kumuona anaenda kuania tuzo sasa barani Afrika kuwa mwamuzi bora, kwa sababu kama amepewa mechi ya kuchezesha kufuzu kombe la dunia, sio chani, kufuzu kombe la dunia. Naamini wale waamuzi bora wote ambao watapita kwenye hatua hizi za mchujo, manake hawa watakaofanya vizuri wataenda nao moja kwa moja kwenye mashindano 2026. Kwa hiyo naamini Alajiga inawezekana akawa mwamuzi namba 1 kutoka ardhi ya Tanzania kwenda kuchezesha kombe la dunia 2026. Namuona moja kwa moja. Kwa hiyo Alajiga mimi natamani kwa hiki alichokifanya, sawa, anawaonyesha waamuzi wenzake wa hapa Tanzania ule uhuni ambao wanaofanya kila siku, yeye sasa ameukataa. Kwa hiyo na hawa watakuwa wajifunze kupitia Alajiga. Hapa alikuwa anasifika yule mama Lucy Mkia, ndio alikuwa anaonekana mwamuzi mwenye beji ya FIFA ambaye anaweza kapewa mechi kule afanya kazi. Kina Israeli Mkongo walikuwa wanapewa kazi, wanaenda huko wanaharibu wanarudi. Lakini sasa Alajiga amempinga kibendera wake ambaye hawakutoka taifa moja. Bora ungekuwa umetoka taifa moja. Hawakutoka taifa moja. Amemwambia hapana, nimeona, weka pale. Watu wanaenda kuangalia kwenye review, ngoma inaonekana ni kweli. Ngoma ilikuwa halali. Kwa hiyo yeye alitofasiri kinaga ubaga, alimkataa kibendera wake, manake anaonekana Alajiga sasa hivi amekwiva. Amefanyaje? Amekwiva. Kwa hiyo mimi naamini mechi ya Simba na Al Masry ya mkondo wa pili ambayo itapigwa Benjamin Mkapa, sawa, tarehe 9 au tarehe 8 hapa, mimi naamini na waomba shirikisho letu la Afrika CAF wampe kazi huyu Alajiga. Bwana, Alajiga achezeche mechi ya Simba na Al Masry Benjamin Mkapa. Unajua itakuwa ngumu sana kwa sababu yeye anatoka Tanzania, pengine maamuzi yanaweza kidogo yakawabeba nyinyi Simba. Al Masry akabaki kulia machozi baadaye kwamba Simba imependelewa. Mwamuzi akiwa bora tu, hakuna cha kupendelea. Mwamuzi akiwa bora anaenda kwa bora. Kwani si kila siku kwenye dabi tunacheza na waamuzi wa hapa? Wewe unavutia kwa sababu anatoka Tanzania. Sivutii kwa sababu anatoka Tanzania. Alajiga ameweza kujionyesha kwamba ni mwamuzi bora. Hajachezesha Champions League, amechezesha mashindano makubwa duniani. Sawa, sio kwenye bara letu la Afrika, duniani. Kufuzu kombe la dunia, sio kufuzu chani wala AFCON, kufuzu kombe la dunia ambaye mashindano anasimamiwa na mwenyewe kabisa mwenye mpira wake kule, Gianni Infantino kule juu, na kafanya kazi kama hiyo. Kibendera anakataa, yeye anasema weka kati. Kwa hiyo mimi naamini anaweza akapewa nafasi kuja kuchezesha mechi yetu dhidi ya Al Masry. Mimi natamani hata kama hajapewa kipenga, apewe hata kibendera. Mimi natamani Alajiga nimuone kwenye mchezo huo, kwa sababu tayari ameanza kunionyesha kwamba ametoka kwenye uhuni, amekuja kufanya kazi sasa. Bwana, taarifa ya kuruhusiwa uwanja wa Benjamin Mkapa kutumika kwenye mchezo wa mkondo wa pili wa Simba dhidi ya Al Masry, nyinyi wana Simba mmelipokeaje jambo hilo? Tulikuwa tunajua tu kwamba ule uwanja utafunguliwa na Simba atautumia. Ndio wenyewe uwanja wetu ambao tumeupa jina pale Lupaso. Jina la Lupaso limepatikana kwa ajili ya Simba Sports, sio mtu mwingine. Yale ni machinjio yote. Sasa leo tunataka kumchinja samaki, unatuambia tukamchinjie baharini. Sasa samaki tunataka tumchinjie pale. Hatutaki kwenda kumchinjia baharini, sababu ni kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu hajakihalalisha kichinjwe. Kile kinaliwa, kinatumbuliwa, kinatolewa utumbo tumboni, sio kichinjwe. Lakini sasa msimu samaki anachinjwa Benjamin Mkapa pale, anasomea dua na anachinjwa, kwa sababu tumezamilia ubaya.
Kwa hiyo naamini Lupaso ni mali yetu kwa ajili ya kuangamiza wale watu ambao tunawahitaji kuangamiza msimu huu. Tushawaangamiza Waarabu wangapi? 3. Tunamwendea Waarabu 4. Taifa moja baada ya lingine. Tumeanzia Libya, hatua ya pili kwenda makundi, lakini tukatoka hapo tukaenda Algeria, tukaenda Tunisia. Sasa tunaelekea Cairo. Tukitoka Cairo, nadhani kituo kinachofuata ni Cairo tena. Baada hapo kwenye finali, maana kesho nusu finali kama kawaida. Kwenye finali na mimi tunaelekea Morocco. Bwana. Naona kabisa pale national team yetu likotoka pale. Simba Sports anaenda pale. Mohamed wa 5. Pale walikogeuza msikiti na makanisa pale, watu walikuwa wanafunga swala namna hii. Ubaya ubwela ukao unafanya kazi pale. Tunaenda sasa msimu huu kwenda kuchukua ubingwa pale pale. Kwa hiyo naamini msimu huu Waarabu wakae vizuri. Huu ni mwaka wa kuwanyoa Waarabu. Hatutaki kunyoa watu tofauti kama sisi. Tunataka kuwanyoa Waarabu. Ili kushushiwa mitume, sisi tunataka kule kule tukafanye kazi. Safari ya mtapeleka mbuzi. Mbuzi? Mbuzi si kiumbe ambaye kahalalishwa na Mwenyezi Mungu kuliwa. Nimeona jana Ahmed Ally anasema basi lilijaa mbuzi na wazee wafupi. Mbuzi wamehalalishwa kuliwa, na mimi binafsi Ahmed Ally yeye ameenda kwenye sehemu ya utani, kwa sababu wao tayari wameweka question mark kwamba kulikuwa na gari ina wazee wafupi walikuja na mbuzi. Kwa hiyo yeye manake ameenda kwa wazi yake watani wake, na nimeona baadhi ya mashabiki wao nyuma mwiko wakiwa wanasema kwamba kile kilichokuwa kwenye mabano sasa amekifungua msemaji wao kwamba ni kweli walienda na mbuzi na walienda na wazee wafupi. Kwa mtu tu mwenye uelewa aliopita shuleni anajua kwamba Ahmed Ally alizungumza kwa maana gani. Hakuwa serious. Anazungumza amepitia upepo wao, kwa sababu wao wametangaza tulienda na mbuzi, sawa, tulienda na wazee wafupi. Kwa hiyo amepitia mule mule. Manake ameenda kwenye ziaka. Lakini waliona kwamba alikuwa yuko serious kuzungumza kile kitu. Ahmed Ally alienda kwenye ziaka, lakini wao wanajua alikuwa yuko serious. Nyinyi hamuumii kwenda na mbuzi. Sasa mbuzi ni kiumbe ambaye kimehalalishwa na Mwenyezi Mungu kuliwa. Sasa kama umemwona kaenda na mbuzi, inawezekana kulikuwa na sherehe ndio maana tulienda na mbuzi. Kama kulikuwa na sherehe watu wanakosa kwenda na mbuzi. Yani, wanaenda na mbuzi wanachinjwa baadaye wanapikwa wanaliwa. Basi zima likaja mbuzi. Sasa basi zima likaja mbuzi. Kwani ile barabara si yanapita magari yanatoka nini huku wapi? Bagala yanapita pale yanaelekea Keko. Kwani kama basi ilikuwa linaenda Keko nao mbuzi hao, wakati Simba kwenye msafara wao wakati wanapita labda mbuzi walikutana nao njiani. Bwana Mnandi subiri. Labda mbuzi walikutana nao njiani, Masai alikuwa anapeleka mnadani, wakawachukua wakanunua, walitaka warudishe nyumbani muda huu. Walikuwa wanakuja nao wanawapaki pembeni, baada hapo watarudi nao nyumbani. Kama kweli kulikuwa na mbuzi. Tangu lini mbuzi waende uwanja wa Benjamin Mkapa? Mimi binafsi ni story ambayo nimezisikia kwa watu ambaye kitu sio official. Sawa? Wewe binafsi kama mwanadamu unakaa unaogopa mbuzi. Mbuzi anakufanya nini? Mbuzi anaingia uwanjani. Wao binafsi itakuwa waruhusu timu yenye inayohusika kwenda uwanjani. Hii gari ina mbuzi, kama teni pelekeni kituoni wakakague kwa nini walikuja na mbuzi. Au wazee wafupi, kama mnasadikika kwamba kumbe watu wakiwa wafupi basi ni washirikina, basi wachukuliwe waende wakakaguliwe. Na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiamini kama kuna vitu ushirikina, haiamini. Ndio maana hamna kesi za ushirikina unaenda kuamuliwa mahakamani, hakuna. Mbona ni kitu ambaye hakionekani, ni nguvu za giza, ni kitu ambaye hakionekani. Huu ni utani wa jadi wa mbuzi na wazee wafupi. Huo ni utani tu ambaye unaendelea, ni story ambayo inaendelea kwa sababu mchezo umeahirishwa. Lakini siamini kwamba mechi imeahirishwa kwa sababu kulikuwa na watu wafupi na mbuzi. Mimi hicho kitu siamini na kipinga kwa 120%. Hakina ukweli. Bwana, shukrani sana. Hakina ukweli kabisa.